Ameanza kufanya nini? Utafsiri funguo. Unakaa vizuri na Mungu. Hata Mungu amesema siku moja unakoma ufalme. Siku moja kuelewa bado hujapata funguo. Funguo kama umeshinda dunia, umeshinda familia, ni Mungu akukupa funguo. Bado yuko magerezani kama amepata funguo. Amesema acha napima funguo kama inafanya kazi. Kwa sababu funguo ya Mungu inafungua kila mlango. Yote inafungua. Sio ya inafungua gari, inafungua nyumba, inafungua kila kitu. Ndio tofauti na funguo ya watu. Amen. Yusuf amesema acha napima. Mkuu ya jeshi yote wawili imeota. Yusuf amepima, ametafsiri. Imetoka sawa. Baada ya siku 3 ametoka, baada ya siku 3 amerudi na kazi. Yusuf amesema kweli funguo yangu inafanya kazi. Tena mwambia na maisha ya mtu mmoja, hata unateseka lakini kaja maisha yako vizuri na watu wengine wameshapata funguo. Tuko na mtu mwingine anasubiri funguo. Kwa sababu unashinda dunia, unashinda na vitu Mungu shetani ameweka mbele zako. Mungu atakupa zawadi. Zawadi funguo tu. Amen. Yusuf amepima funguo, inafanya kazi. Sasa hizi sikiliza, tunataka kuona funguo ya Yusuf imefanya kazi gani. Amen. Amen. Unasoma Biblia nini lakini kuchukua vitu kama Mungu akulete kwa msomaji Biblia unaomba usisahau. Amen. Kazi ya 3 tunachukua Mwanzo 41 tunasoma kuanzia 39 mpaka 43. Biblia inasema Farao akamwambia Yusufu, "Tala, unakaa vizuri na Mungu, mambo inabadilika." Yusufu amepata funguo. Huko magerezani anapita. Tala, unafanya kazi ya Mungu, fanya kazi ya Mungu vizuri, ujui sehemu gani maisha yako yanabadilika. Siku moja nimeenda Same kuombea familia moja. Nimelala na nyumba inafanana na ule lakini vizuri. Dogo sana nataka kuingia foko Mungu anapungua tena mrefu yako kidogo. Ndio nyumba yako kome hapa keyboard hapo naongeza kidogo. Ndio tunaingia kwa hivi. Sasa hizo umejenga na matope. Kitanda ya huko umeweka ba viti vya muti umeweka kanga juu. Siko mimi hapa mrefu sinafanya tu nyumba miguu hapa ndio nyumba hii inavunjika. Funa lala paka ndio nimegunja miguu. Nimba la koja nimejua kutoka saa 2 mpaka kufika saa 12 asubuhi. Iko mrefu sana. Ndio nimeona mtu mwingine kama Mungu nataka tu usiku ifike. Kwa sababu nakumbuka sema naenda kulala. Nimeteseka sana siku. Nimeomba mtameponya, nimetoa hata laki 2 na familia yangu. Lakini kufika asubuhi nimemwambia mama tumefika saa 5. Hakuna tatoyo hapa anaishi karibu na kulipia talaki. Maana acha paka steni atafuta. Amesema baba hakuna toyo. Au kama uko na uwezo unatembea kama kilomita 20. Ndio kuna baba mmoja na kuna kutoa unalala kwake asubuhi kuleta kilomita 20 mama na ufika asubuhi. Hii acha na katu. Ndio umesikia tu baba unalala wewe unawaza asubuhi unaamka hivi saa 7. Nimelala hata masaa 4. Nimeamka hivi bado unaangalia muda. Saa 7 tuna dakika 11. Nasema Mungu, usiku yote nimelala bado asubuhi hajafika. Mimi nimetumika vizuri asubuhi, nimebariki familia nimeondoka. Siku moja mtu mmoja wa familia amepata kazi. Ameenda kufanya kazi kwa bunge moja Dodoma. Bunge yeye amepata shida. Nimeitwa, nimeenda kufanya huduma. Bunge amepata namba yangu wapi? Same. Kwa sababu nimepima mafunguo yangu huko Same, mafunguo yako vizuri. Nimefanya kazi kwa bunge hii imeisha na nimerudi Dar. Baada ya siku 3 mwanaume ametumia milioni 3, mwanamke ametumia milioni 2. Iko shida ya ndoa tu. Milioni 5 imeingia. Na kama nimesema mimi siwezi kuende Same. Esi milioni 5 inakuja. Hamna. Ndio mara nyingi namwambia watu hata baimbaji unaimba hata mbele ya mtu mmoja imba vizuri, ujui milango Mungu aweza kufungua. Amen. Unaobili vizuri, ujui milango Mungu aweza kufungua. Ndio mimi nataka mbele ya mtu mmoja, napenda vitu Mungu ameweka ndani yangu, acha na maliza tu. Kwa sababu Mungu ameleta kwa ajili ya huyu. Amen. Huku Same nimelala, nimeteseka sana. Baada ya mwezi milioni 5 nimefuata. Deja siku unaenda
Huyu bunge sio ananipigia simu. Amesema nabii tuko na simu yako leo. Amesema leo unatakujaje? Amesema sisume iko na ndege moja ya kieko huko na bongozi ya serikali inakuja. Nimepiga simu inasubiri. Wewe nende tu airport. Iko na mtu akupokea, chukua namba zake akupigia, akuingiza na ndege hii unakuja paka Dodoma. Nimesema hii safari ya tofauti kabisa, acha kaondoka. Nimesema siwezi hata kubeba begi. Sijabeba begi, nimechukua tu suti nimevaa vizuri. Nimeondoka bila begi, na nina simu yangu mbili tu, Biblia iko ndani, nimeondoka. Nimefika nimeenda kwenye ndege tuko watu 11 tu. Ndio unatembea kwenye ndege kama uko nyumbani. Unarudi. Nasema hii Mungu, tunatoka saa 4 saa 7 usiku tumetoka. Nimekuta yeye mwenyewe anapokea kwa. Nimefanya huduma yangu, nimemaliza, nimerudi na ndio kawaida saa 6 mpaka nimeingia saa 8. Baada ya mwezi. Baada ya siku kidogo, 1,000 milioni 3 kunifuata. Mwana wake milioni 2 inanifuata. Kwa sababu ya nini? Nimekubali kushuka chini. Amen. Tuko na watu anapenda baraka, na anakataa kushuka. Ndio maana leo naoita mobili anauliza, mtumishi uko na watu wangapi? Watu Biblia inasema Mungu ndiye anaita watu. Sio mtumishi. Wewe nene je kuhubiri? Hata mbele ya mtu mmoja hubiri. Mtumishi uko na watu wangapi? Anaanza kuweka masharti mpaka mtu kabla ya kukuja mtumishi, mimi natembea na watu 5, inaoma milioni 2 kwa ajili ya watu yangu, nataka hoteli moja vizuri, nataka kuweka taxi, na unapigana na nani, unauza nini? Amen. Amen. Hata mimi nichukia tu, lakini nabii anaongea kwa kweli. Yusuf amepima mafungu, amesema kweli inafanya kazi. Siku moja mlango mmoja ndani ya nyumba ufalme amepata shida. Maana yake ufalme ameota, hakuna mtu kutafsiri. Mlango amepata shida. Kila mtu amepima fungo yake, haifunguki. Mtu mmoja amekumbuka, amesema ndani ya magereza iko na mtu iko funguo ufalme, anakuja hapa kufungua akutafsiri ndoto zako. Tala hata na muda iko na mtu akukumbuka mambo yako vizuri. Kubadilisha maisha yako. Amen. Amen. Kongo iko na mwanawake mmoja anaokoka, anatembea vizuri na Mungu. Siku moja anakaa kwa mtu, mama yake na baba yake wazazi yake imefariki. Mtu amesema hapana, hii mwanawake anatembea vibaya, ameongea vibaya kwa ajili ya mwanamke, amemfukuza nyumbani. Mtaina sema kweli, anaenda kutafuta sema kufanya kazi. Ameenda kufanya kazi kwa mama mmoja, anateseka, anafanya kazi huko. Siku moja mtoto wa mama yeye anaishi Amerika, amesema mama, mafanyikazi yote anachukua hapa inateseka, natafuta mfanyikazi. Lakini kila ushuhuda nakupa mfanyikazi yako, natamani mfanyikazi yeye anakuja kwao. Ametoka Amerika, amekuja paka Kongo, amechukua mwana wake anafanya kazi, hii amefukuza na watu anateseka, amebeba Amerika. Leo mwana wake ameelewa mzungu ngombe sio ya kawaida, mzungu tajiri. Nimesikia anataka kufanya kampuni yake ya ndege Kinshasa. Maana yake Mungu yuko na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Sisi tunasema kama una pumzi, amen, kesho yako iko vizuri. Kama kweli uko na Mungu, amini Mungu yuko na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Ufalme ameota kuna mtakutafsiri. Ufalme amesema na kuua mtu yote. Farao sio mtauchezea. Amesema na kuua. Fungia watu, tutasema ufalme subiri kuna mtu yuko magerezani. Lete hapa. Uwezi kuonana na ufalme kama bado hujavaa nguo vizuri. Yusuf anaingia saluni na kata nywele. Tala imekoma na muda, Mungu anabadilisha maisha ya mtu. Bila kuongea tu, kwa sababu ameingia, familia yake ameuza, ametulia, hajasema chochote. Mke wa Potifa ameongea vibaya, ameenda magereza, ametulia, hajasema chochote. Muda mwingine hata mtu anaongea jina lako, tulia tu, kwa sababu Mungu anasema mtu ya mwisho. Sipo ufalme amesema leta ya, hakuna mtu anasema ametaka kutembea na mke wa Potifa, hakuna mtu anaweza kusema. Ufalme ni neno, ufalme kuna neno kama ya Mungu. Amekata nywele, amevaa vizuri, unaweka ina perfume. Anakota, anaingia no linzi. Baada ya kama ufalme anaingia no linzi. Amen. Ameangalia wakuu yote ya nchi, imekaa mtu yote anateseka. Mara moja ufalme ameanza kusema ndoto yake, ametafsiri. Ufalme amesema kuanzia sasa nimekupa neno juu ya nini?
Egypta mzima. Kutoka Kurai, mimi hapa nani? Yusufu. Maana yake amekoma mkuu ya Potifa na mume wake. Hii kitu ya kwanza. Amesema nakupa punda ya kwanza ya mapunda yangu yote. Nimekupa amri. Egypta mzima ifanyaje? Inapiga magoti mbele yako. Tena neno la Bwana imeanza kutimiwa wapi? Ya Bageni. Imepiga magoti. Ametoa kitu yake na nini ya uongozi. Pete inaitwa ni grumet ya uongozi. Ameweka na miguu ya nani? Na mkono ya nani? Ya Yusufu. Maana yake kuongozi kutoka kwa ufalme. Ametembea. Nchi mzima inapiga magoti. Amemaliza, amechukua binti ya bosi yake ya kwanza. Amesema hii ndiye mke wako. Hata Potifa hawezi kuongea chochote. Mtu ameweka magerezani, ameelewa mtoto mdogo wako. Tena Mungu kama anataka kupandisha. Tuko na watu akubaki na aibu siku Mungu akupandisha jina lako. Amen. Yaona mwambia mtu mmoja siumie kwa sababu mtu mmoja anatembea na jina lako, mtu mmoja anakuongea vibaya. Kesho uko na hadi vizuri kwa ajili ya Mungu. Kesho ndoto zako inatimizwa. Hakuna mtu anaweza kufunga ndoto ya Mungu ndani ya maisha ya mtu. Yusufu amebadilika tu, amekoma ufalme. Unasoma Biblia, Yusufu amechukua nyumba ya Potifa, ndiye imekoma nyumba yake. Amechukua ofisi ya Potifa, ndiye imekoma ofisi yake. Potifa amekoma mfanyikazi ya Yusufu. Na mnatangaza ndani ya mtu mmoja. Mtu mmoja ametesa maisha yako. Siku moja kutumikia familia yako, siku moja kutumikia na kazi yako, siku moja nakoma mkazi yako, siku moja nakoma mfanyikazi yako kwa jina la Yesu. Potifa huyu tu ametuma Yusufu na nani magerezani. Mungu amebadilisha vitu, amekoma mfanyikazi. Amekoma mfanyikazi. Yusufu amepata hata uwezo wa kuweka magerezani. Tena mtu anatesa maisha yako leo, siogope. Siogope. Yaona maisha yangu mimi siwi naongea na watu wako kwa sababu siwezi kuogopa mtu. Kwa sababu najua niko na Mungu, iko na uwezo ya kila kitu. Na naweza kuamini mfanyikazi mtume ameingia ndani ya magerezani kwa sababu umesema nyinyi yake anataka kubaka mke ya ufalme. Maana yake akutoka huko mauti, amekoma waziri mkuu, zaidi ya waziri mkuu yote ya nchi. Naamini ndani ya maisha yako hata unateseka, amini kesho yako hadi ya Mungu inatimizwa. Mtu anaweza kufunga kila kitu, hakuna mtu akaweza kufunga hadi ya Mungu ndani ya maisha yako. Hii kitu mtawezi kwa sababu tuko na Mungu analinda maisha ya watakatifu. Analinda maisha ya watakatifu. Ametoa Yusufu magereza, ameingiza Yusufu na nyinyi wafalme. Siku moja unaendelea 43 hii mambo iko na 41 43. Unaenda kusoma, unaona familia ya Yusufu njaa imeingia huko. Wapi? Misri. Inafuata Yusufu. Imekuja baba amesema chukua ba gold nende kubadilisha na nini? Na chakula. Imefika huko. Yusufu ndugu zake ongea lugha yeye anafanya kama asikie. Unaongea lugha anasikia, amesema mimi sisikii. Tena mara mwingine kama Mungu anabariki maisha yako, linga usiki kidogo. Mimi umenitesa, siku na mbaya. Unajua mimi unakuja unapata neema, unakuja kwa unaingia tu umesema kweli Mungu ni mwema. Umesema hapa Tanzania tu lakini umesema Mungu ni mwema. Watu ongea Swahili, amesema Yusufu amesema nitafutia nini? Tafsiri, sisikii. Tarabu ametesa maisha yako siku moja kuteseka. Piga magoti bila kujua, na piga magoti mbele ya nani? Yusufu amesema na sisi tafsiri. Tafsiri anaanza kuongea, tumetoka Israeli. Tumekuja hapa kwa ajili ya njaa. Anaona hii kaka yangu ya kwanza, hii mdogo wangu hivi. Asikie. Wewe unachezea maisha. Mimi nimeshusha maisha yako, niko na siri. Sisikie maneno yako. Kulinga siko vizuri. Yao maana yake Mungu kama kulinunua mbingu. Mungu siko kubariki. Akotoa umekuwa waziri, umekuwa rafiki waziri. Umekuwa bunge, umekuwa rafiki wa bunge. Leo kuna yao unamwambia mtu, muda huu, mwambia rafiki muda huu ya unasema ni Swahili. Tunajuana naelewa, ndio vizuri tunafahamiana. Hii muda kujuana. Ujui ile kesho na kukoma nani. Leo sio mtamekaka ni unakuwa kwa yeye na kama muongozi. Amen. Amen.
Sisi mke ya rais ya Kongo, Mama Olive, ameteseka. Siku moja amechukua biashara zake amebeba kwa mtumishi. Amesema, mtumishi, nimefunga duka zangu na vitu, chukua hii hapa. Mtumishi anaanza kuomba, ameuliza, mama unataka nini? Amesema, nataka mume wangu anakoma urais. Ameuliza, uko na mume? Amesema, bado niko na mume. Baada ya muda ameenda kweli kupenda jeshi, kwa sababu sisi Kongo kuishi na jeshi maisha ya chini sana, au polisi. Familia yake imechukia tena, ameanza mateseka. Baada ya muda neno la Bwana limetimizwa, amekoma mke ya kwanza ya nchi, mke ya rais. Mpaka leo hata unateseka, uko na haja ya Mungu, amini Mungu aweze kupatisha. Siku moja China, mtu anajua mtumishi Paul Yong-shu. Siku moja kanisa hii kubwa, yana sali kanisa mamusi, unaenda China, unaenda kanisa yako unapeleka sema meanza kanisa kama mkutano hapa, watu kuja kidogo, anateseka. Paul Yong-shu, Biblia inasema na historia yake, anaishi na $1.5 kwa siku, kama 1,500 kwa siku. Chakula asubuhi, mchana, jioni, 1,500. Maana yake anateseka. Siku moja Mungu amesema, unajenga kanisa kubwa ya China mzima, fanya mkutano, watu kuja ya pesa, watu kuja. Ameomba. Mama mmoja amechukua kikombe kidogo ya kunywa chai ya gold. Amesema, baba, mimi sina chochote, hii kikombe mtoto wangu kabla kufariki ameniacha, ndio nimekuja kuleta. Mume wangu, uza anza ujenzi na huyu, iko na pesa si 1,000 au $2,000 hivi. De pesa ya kubwa sana Paul Yong-shu amechukua. Ameombea mama huyu. Amesema, nataka Mungu anafanya huko kazi, ufanye kazi kubwa sana ya nchi yetu. Mama hii ndio ameingiza Samsung China. Hii ndio ameingiza makampuni nyingi sana China. Leo amekoma mke ya kwanza ya pesa ya dunia. Ametoka maskini. Nimekuja kutangaza na maisha ya mtu mwingine. Leo leo unakosia 10,000, 5,000, 1,000. Sio maisha yako, hii mapito tu, na kesho yako iko vizuri. Amini kwa uko na Mungu, hii kesho yako akubadilisha. Hata leo unatembea na miguu, jua kesho yuko na magari kwa ajili yako. Sisemi kipima kwa natembea miguu nimeisha, hapana. Kesho yako iko vizuri. Mimi naamini ki Mungu akawa amepata neema ya kusimama mbele yako. Hapa nimesimama mbele ya matajiri tu. Mimi siwezi kutembea kama natembea juu ya madini na tenseka, hapana. Mungu ameleta Shinyanga iko sehemu ya utajiri ya Tanzania. Maana yake wewe unaishi maisha ya utajiri. Familia ya Yusufu inataka kuondoka. Yeye mwenyewe Yusufu amechukua kikombe yake ameweka ndani ya beki ya mwisho. Anajua kuna penda Benjamin sana na baba yake. Amekupa sekwenda kuondoka. Imeanza kuondoka. Amesema, niletee nani chai. Kikombe hapa. Kikombe bado hii watu ya Egypt ya Israel imeiba kikombe yao. Mbele kufunga yote. Imeenda kufunga yote, imeleta nyumbani. Amepasua imeona kikombe vitu na niko. Amesema, hii mtoto anabaki hapa. Paka umeletea baba yako. Ndiye anakuja. Mwenza kulia, baba akubali kuja. Sikiliza vizuri. Baba anakuja na mama na familia mzima imepiga magoti. Yusufu anatumia tafsiri tu. Baba yuko hapa, yeye ametafsiri, baba yuko hapa. Yeye ameongea lugha ya huko, yeye ametafsiri. Imekoma na muda unatafuta tafsiri. Mungu akubariki, ishi kama mtu yuko na baraka. Mungu amekupa gari, unakuja unaacha gari huko unaogopa mchawi hawezi kugusa mtoto wa Mungu. Amen. Ishi maisha yako. Nenda shangaa Tanzania, mtu yuko na milioni 500 anateseka. Anaishi hata kuvaa, anakataa kununua nguo, hata kuishi nyumba vizuri, anaogopa hata kuweka rangi. Mchawi kukula maisha yako. Hii ameshikilia mikono ya Bwana, hakuna mtakutoa. Mungu akubariki. Ishi vizuri. Somesha watoto na shule vizuri sana. Kana maisha vizuri. Ninaomba TV ya kweli, kitu ya kweli weka nyumbani yako, kwa sababu hii vitu Mungu ameweka kwa ajili ya maisha yako. Amen. Yusufu kama ameanza, amesema na walinzi wote, toka nje, mfungie milango, watoto kutoka nje. Amesema angalia vizuri nani. Anajua Swahili. Amesema, mimi Yusufu mdogo wako umeuza. Imeanza kulia. Baba amesema, wewe hujakufa. Amesema, naishi. Mambo tena imekoma siku. Mtakusema huyo sio wewe tu, na Mungu akonunua. Mtu yote amepitanisha maisha yako. Iko na siku akuuliza huyo tu. Mungu akubadilisha. Yusufu. Yusufu maana yake nini?
Baba ya Yusufu amebaki na pesa. Mungu amemaliza nguvu ya pesa. Mungu ametoa tu chakula. Uko na pesa unanunua nini? Tuko na mtu ya neema, kama anatoka anapeleka neema yake. Unaishi neema. Neema inakuja kwa ajili ya muda tu. Tembea na maisha watakatifu, kwa sababu neema unatembea na maisha watakatifu inakuleta paka na baraka. Unachafua maisha yako, unasema bye bye. Kama Samson amekufa bila ya baraka. Ameacha tu jina. Yusufu amebarikiwa sana. Ameanza kuongoza. Ameelewa mke ya Potifa. Mtu amesema ingize magerezani. Ufalme amesema chukua mdogo wako nipe, ufanya ndoa kwa haraka. Ndoa inafanikiana siku moja. Namwambia mtu mmoja, mtu ametesa maisha yako, kesho kutumikia wewe. Mtu ameongea vibaya kwa ajili yako, kesho anakuja kuomba pesa. Kesho anakuja kutafuta. Anajua ke wewe uko na Mungu ya kweli. Kanzu ya tatu inaitwa kanzu ya baraka. Inaitwa kanzu ya kutimiza ahadi ya Mungu ndani ya maisha ya mtu. Kitu Mungu ameleta ndani yako, kwa sababu unashinda kanzu ya pili. Mungu akukupa tu funguo. Unaanza kufungua, unafika tu unaingia. Yusufu anafika mbele ya ufalme. Wa munganga wa chawi teseka, watu yakili teseka. Yusufu amesema mlango gani uko na shida? Amefungua, ameingia. Tena namwambia mtu mmoja, siku moja kaka yangu, hii mimi nafuata, ameanza kutumia kompyuta kwa njia usiku amezaliwa. Mpaka sasa sijui kama yuko na mtu anaweza kutumia kompyuta kama yeye na akili ya kompyuta. Siku moja rais anataka sekretari ya mambo ya magari ya bandege na mambo inaitwa Sharaki Faransa yake. Watu kuja zaidi ya 7,000 kutafuta kazi. Yeye amekaa, watu wekupa wa document, fanya hivi. Foko kuenda kufanya mazoezi huko, kupima kujua kama nani ya kutoka kufanya mitihani. Mtu mmoja amesema mimi niko na jini funa naenda kufanya mitihani, lakini nimeenda huko nimeona watu wa Amerika, watu wa Faransa, watu wa South Africa, watu zaidi ya 10,000. Nimeona kesho hizi kutoka, chukua kadi yangu wewe nende kufanya mitihani. Kaka yangu amekuja amepiga magoti amesema, Mungu, siku moja umesema kikazi inakuleta mbali. Naamini kinakwenda mbali naenda. Hata watu yuko 10,000 jina yangu ndio inatoka. Mitihani inaanza imeisha, na watu ya akili ya mambo ya kompyuta imetoka Amerika, Faransa, Kongo, South Africa, Afrika mzima imeenda kwa ajili ya rais atafuta tu mtu mmoja, jina lake pekee imetoka. Paka leo kwa ajili 2006 paka leo iko sekretari ya rais ya Kongo. Amen. Amen. Mtu anaweza kufanya kitu kama hii. Mungu tu. Mtu mwingine anakuja ameweka bavieti hapa 50. Anaongea tu English. Lakini ndani yake neema hamna. Neema ni password. Kama uko na neema siogope chochote. Mungu unataka kuingia na kazi, piga tu magoti, mwambie Mungu, nimeogopa maisha yote, nataka kuingia na benki hapa. Umefika hapa tunatafuta wafanyakazi hapa, na wewe acha tu document unakupigia simu. Kwa sababu document yako iko na neema. Neema maana yake utapata kibali. Amen. Unauza, utamesema hapa Shinyanga huwezi kuuza mimi chakula, unauza chakula unaanguka kwa sababu chakula iko nyingi. Wewe ombea chakula yako, mwambie Mungu, nataka natuma malaika ya kununua chakula yangu. Mungu akuleta wateja, wateja kuja kununua. Kwa sababu wewe sio mtu ya kawaida, kwa sababu wewe utakatifu iko ndani ya mtu, inatoa mtu na kitu ya kawaida, hebu tunakoma kama roho. Simama, pigia Yesu makofi. Ninawaza tuko na watu waweza kupigia Yesu makofi vizuri. Nataka ufunge macho, nataka tuombe sasa hivi.